Kama ambavyo mmeona, tumekagua wote uwanja, mimi na nyinyi, si ndio jamani? Na tumewaonyesha Watanzania wenzetu nini ambacho kinaendelea hapa ili kuhakikisha uwanja wetu unaweza kuchezeka mechi ya fainali ya kombe la shirikisho kwa sasa. Na kama ambavyo mnafahamu, tumekuwa tukifanya ukarabati mkubwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulikuwa unahusisha maeneo mengi. Nyinyi mmepita hapa, mmeona takriban viti 30,000 na kitu vimeshabadilishwa kati ya viti 63,000, na ambalo ndio lilikuwa eneo la mwisho. Kwa hivyo tulikuwa na ukarabati ambao ulikuwa unahusisha maeneo yote ya uwanja isipokuwa kwenye pitch. Na pitch ilitengenezwa na shirikisho la. Tuna maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi, tunawapa fursa Watanzania wengi zaidi kushuhudia mchezo huu live, kwa sababu ni jambo la kihistoria na halitokei kila siku. Utaweza kuona katika muda wa historia yote ya Tanzania jambo hili linakuja kufanyika, hii ikiwa ni mara ya 3. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 93 na Simba, mara ya pili ilikuwa mwaka juzi na Yanga. Kwa hivyo kama ambavyo nimesema, tunakuja ni historia. Kombe litakuwa uwanjani na tunategemea Watanzania wengi zaidi. 63,000 sio idadi kubwa sana kulinganisha na population yetu kama nchi, lakini angalau kutakuwa na watu 63,000 ambao wameshuhudia wenyewe kwa macho yao mbungi hii ikipigwa hapa. Na hata inatia raha pia kuona hata kama umekaa nyumbani kwenye TV, mbungi inapigwa kwenye uwanja ambao wewe unakuja kuangalia mechi nyingine kadhaa hapa, lakini inachezwa mechi ya kiwango hiki ambako inakwenda kuchezwa. Kwa hiyo maelekezo ni ya moja kwa moja kama nilivyosema. Mimi jana nimepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Rais usiku, na haya ni maelekezo yake ya moja kwa moja ambayo tunakuja kuyatekeleza. Lakini pia ameniambia ni wape salamu hizi kwamba kwanza yeye amefurahi sana na matokeo ambayo Simba imeyapata kwa kufuzu kufika fainali ya kombe hili la shirikisho, na ameongeza ile zawadi ya goli la mama inatoka sasa milioni 20 kwa goli, imekuwa sasa milioni 30 kwa goli kutoka kwa Mama Samia. Lakini pia uwekezaji mkubwa kama ambao ulifanyika kwa klabu hii ya Simba kwenye mchezo wa nusu fainali wakati tunakwenda kucheza kule South Africa, na hali hiyo itakuwepo wakati wa mchezo huu. Sijapata numbers na nini ambacho serikali itakifanya moja kwa moja, ni lazima ni jambo la kukaa na kuona Simba wanahitaji nini kwa wakati huu, lakini mimi niwahakikishie sisi hatutakuwa kipingamizi, hatutakuwa kizingiti, na tutahakikisha yale yote ambayo sisi tunaweza kuyafanya kama serikali kuwarahisishia, kuwafanyia Simba mazingira ya ushindi yawe rafiki, tutayafanya kwa uwezo wetu wote ili Simba wabaki na shughuli moja tu ya kuhakikisha wanabakisha kombe hili nyumbani. Asanteni sana. Moja ya jukumu letu la kimsingi baada ya Simba kufuzu kucheza fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, moja ya ajenda yetu kubwa kabisa iliyoko juu kabisa ya ajenda zetu zote ni kuhakikisha uwanja huu unachezewa. Nusu fainali zilikuwa mechi 2 dhidi ya Stellenbosch. Moja ambayo ilitakiwa kuchezwa nchini ilienda kuchezwa katika uwanja wa Amani Zanzibar kwa maombi ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ili upande mwingine wa muungano upate nafasi na wenyewe ya kushuhudia mtanange huu. Lakini sasa kama ambavyo mnafahamu, tunashukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa hosting ile, lakini uwanja wa Amani, unajua sitting capacity ni watu 15,000, na Tanzania wengi zaidi wangependa kushuhudia mechi hii wakiwa uwanjani. Kwa hiyo uwanja pekee ambao tunaweza kufanya shughuli hiyo na tuka accommodate wa Tanzania wengi zaidi ni uwanja wa Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso. Kwa hivyo tuko hapa kuhakikisha kwamba matatizo yaliyotokea katika mechi ya robo finali ambayo Simba walicheza na Al Masry hapa hayatokei tena. Na toka wakati ule, baada ya mechi ile, tuliufunga uwanja kujaribu kurekebisha pitch kwenye maeneo kadhaa ambayo yalionekana na mushkeli, lakini kuhakikisha kwamba hata mvua ikinyesha siku 3 mfululizo haitusumbui. Kwa hiyo bado marekebisho hayajakamilika, na mimi nimekuja hapa kuhakikisha kwamba tunasukumana kuona kwamba marekebisho haya yanakamilika ndani ya muda, na CAF atakapokuja kufanya ukaguzi wa mwisho kwa ajili ya matayarisho ya mechi ya fainali dhidi ya Berkane, uwanja huu uwe tayari. Ndio kitu ambacho tumekuja kukifanya hapa.